Fikiria kwamba basi kasisi ameshapeana mamlaka. Hivyo ndivyo sheria yetu ya dini iko. Mpaka ufanye upeane mamlaka. Kwa sababu ukiingia wewe ni mgeni, hakuna vile utaweza kuanza kabla hujapatiwa mamlaka. Pale kasisi yupo bali azapatiwa mamlaka. Na penye pia naongeza kuwapumbia ile St. Alfred Malindi. Kasisi George kwa transfer. Hajapata uhamisho ya kwamba tuko na kosa tumempata nalo. Hajapata uhamisho kwamba eti aliomba. Office kujana adwaro transfer. Akileta kule kwenye ofisi eti yeye anataka transfer. Transfer mo yudre en gima bishop emolos. Na hiyo uhamisho umepatikana basi na askofu mwenyewe ametengeneza. Kendo reshuffling ne diocese duto. Tena reshuffling ilikuwa nazunguka kwenye jimbo yote. Kanisa ni yudo lokro. Makanisa yamepata mabadiliko. Koro manenti nyasaye. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ya Mungu. Koro wage kode shida mo ibrugu ni Father George notimo gimare mo miogolo Malindi. Kwa hivyo hakuna kishima neno yatatoka katika Father George fanye kitu fulani akatolewa Malindi. Kosa yote modojo ofisi. Hakuna kosa lolote limeingia kwenye ofisi yetu. Makata jo Malindi yuwako. Hata watu wa Malindi wakalia nayo. Momio wagole. Ndipo sasa tunamtoa hapa Malindi. Wagole kalore chik mar ofisi maduong' mar bishop. Tunamtoa kulingana na ile sheria imetoka kule ofisi kuu ya askofu. Motimo mano. Ndio mfanya hivyo. Kama watu matin. Tukifanya maneno kidogo. Mwatu kumjaponj. Tuliozungumzia kwa mwalimu. Kasisi na anachagua mwalimu. Bene mogolo japonj. Haina na mtoa mwalimu. Heko japonj ni kumja padri. Nguvu ya mwalimu iko kwenye kasisi. Jo Kristo kier japonj. Wakristo wanachagua mwalimu. Japonj yero ga padri. Mwalimu anachaguliwa na Wakristo na kasisi. To kantie shida do japonj no padri yere ko ngene en ngamo ne ko bed ni puonjo maber. Na kama kuna shida basi hiyo kasisi anajua kwamba yeye anafaa kuwa anafundisha vizuri. Japonj ko bed ngama ye wang piyo. Mwalimu si yule akai yule mtu mwenye anakasirika haraka. Japonj bedo ngama muonyo gik mang'eny makata ben sindane michuoyo. Mwalimu ni yule mwenye hata unameza vitu vingi hata kama ni sindano unadungwa nayo. To muonyo chalo japadri. Unaimeza unafanana na kasisi. Ke japonj gi japadri gi chalo. Kwa sababu kasisi na mwalimu ni watu tofauti wanafanana. Padri bedo ko bedo ngama ye wang. Kasisi naye pia hakai yule mwenye ako na hasira. Kai wango kinyal tio tiji. Kama wewe unakuwa na hasira hii kazi huwezi fanya. Kwa sababu wewe utakuwa na hasira kushinda furaha. Wewe utakuwa unaona kwamba unafanya vizuri lakini kumbe unafanya vibaya mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapo kasisi mwenyewe ataangalia. Akitengeneza ama akimregesha kwenye walimu hiyo sasa ni yake. Kwa sababu kazi ya kuchagua mwalimu ni kazi ya kasisi. Inafanana pia kama vika father. Yeye anachaguliwa na askofu. Na pia namtoa ile wakati anataka. Na spirit father anachaguliwa na makasisi. Kwa hivyo mimi na Kenya nazungumzia na mashamanzi nyeko hapa. Najua sasa mko wawili. Msigombanie altari. Mfanyie kazi Mungu mwenye amechagua. Haya, labda mshike Bernard. Shikaneni mfanye kazi ya Mungu. Mkikaa mkizungumza kila muda. Jumapili kikileo ni padeso mamesa kene ndikondo lewe udite. Sifika Jumapili kasisi amefanya ibada kwa mama shamanza potea kwa nyumba wote. Nikisije mose wiru. Wakati mmeshapakwa. Wiru nitio ni Nyasaye. Umepakwa utumikie Mungu. Ni urti ya altare kakade mbele. Angalieni vile kazi ya altare na mbele. Mado titije. Madha fanya kazi yako. Nado kama fuotuoka. Nilipata kama maua yamekauka hapa. Dimoko nyenu wacho ndotu. Kenye kimemsaidia amesema kwamba alikuwa mgonjwa. Nikiti gik marango sote mana wuotano wana mangu gik mangenye dawsa kama gone bure. Hivyo ndivyo vitu vinatembea nikiangalia kwenye jimbo hivyo ndivyo viko chini yangu. Dimoko nyenu tuo. Kilichomsaidia kama alikuwa mgonjwa. Tada bena ndo ngima. Nikimpa nilipongepata kwa mzima. Hana huko na kafa temoka sema etol. Hata pengine ningetoka pale kama nimeshampatia kamba. Huo kwenda kwa benetu altare. Kwa sababu haifai kama maua yanakauka kwa altare na madha yuko. Hiyo ndio maana wachaguliwa mothers, kila kanisa lazima kuwe na mother. Na pia mother anafaa uchague masista kama wawili watatu wa kusaidia kazi. Nasikia kwamba watu wa roho wameshafundisha kwamba mother hapakui mtu mdogo. Madha napako hata ukua mwaka 18 wewe umeshafika unapako madha. Na utamfanyia kazi Mungu. Na unaweza pako ukiwa mzee na kumbe kufanya hivi kazi na kushinda.
na unapakwa ukiwa mdogo unamfanyia Mungu. Wa raundi enda ta sherehe kule mlimani Kalafari. Utapata wapakwa watoto wadogo wale wasichana wala. Mungu haangalii udogo wako, Mungu anaangalia kazi yako. Kuna wenye walishafundishwa kwamba wewe madha inachizisha watu kipako wasitoka chini. Basi wewe utakuwa wazimu kama mpenda wewe mwenyewe kwa wazimu. Hata pengine umekuwa kasisi. Inaweza pako ile mzee na kazi namshinda. Na kuna pako ile mdogo na kazi anafanya kazi. Hiyo mafuta haiharibu mtu. Wewe ndio unajaribu mwenyewe. Mimi nilipakwa nikiwa mwaka 20. Sasa watu wakaulizana kwamba mtoto mdogo atafanya kazi. Ndio hiyo sasa ni kwa miaka 33 tunafanya kazi. Bado sijaenda nyumbani ya kwamba eti kazi imenishinda. Nafanya kazi ya Mungu. Nilipopakwa 93 mpaka leo. Wengine walipakwa hiyo miaka walishapotea. Wengine hata kazi ya Mungu imewashinda. Ndipo wakati wa mafuta ikifika usikatae ukisema kwamba bado ni mdogo. Hiyo ordini uchaguliwa kama bado uko ndani ya tumbo la mama yako. Kwa hivyo ukishachaguliwa mume ukapako na unakataa, utakuwa na ile kesi mbinguni. Kwa sababu kuna wakati mbingu ilishakuchagua. Wewe hapa uone kuna watu 50 kanisani. Na wewe ni kasisi na kufuata na kuuliza anakuambia wewe unataka upakoshe manza mama. Hawa watu wengi saliwaona. Kwa hivyo ukichaguliwa, chukua hiyo kazi. Kuna watu walichaguliwa kuwa wenye viti vya kanisa. Kuna wenye walichaguliwa kwa walimu. Na kuna wenye walichaguliwa kwa kuwa waandishi wa kanisa hapo ndio wako vizuri. Na kuna wenye walichaguliwa pale kwa chini ya kanisa msalaba ndio wazuri. Kwa hivyo wewe angalia wewe kwako ni wapi na ushike kwako vizuri. Nadhani sina mengi. Msiniangalie macho mabaya, mimi sijamtoa kasisi. Bishop Emogole. Ni kasisi ndio askofu na memtoa. Na si eti ngaka tumemtoa na tumaacha tu. Ndio sasa mngeniangalia na macho mabaya mkisema kama mnafanya hivi mpaka nini? Hiyo ni kazi ya Mungu. Ile ambayo inasema mpaka twende. Unajua kasisi na babake akifa. Baba wote ogingeso. Na baba yako alikufa Jumamosi. Okitinu mana baba mwechi woki neringe dini baba una. Au baby bagi mbio eti unasema nenda kwa babako amekufa. Nyakiriti bisom Dominika. Mpaka ungoje usifanye Dominika. Bi land ne joko baba na oto. Watangaziwa Kristo kama baba amefariki. Kure kiwo kokede. Sasa ndio unatoka unaenda. Nikajitich manomi ja padri. Sasa vile kazi ulipoka kama kasisi. Kwa hivyo hiyo kazi ya kasisi ndio kazi ngumu zaidi. Mimi sina mengi. Kasisi Victor.